Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa mustafana wa hadina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuneemesha kwa neema mbalimbali, na yeye ndiye ambaye amesema subhanahu jalla fi'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mutazihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hamwezi kufikia ukomo wa idadi ya neema hizo. Kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa katika kituo bora kabisa hiki kinachorusha matangazo, kituo cha Utawala Bora Online TV, tunazungumzia insha Allahu taala katika siku hii ya leo masala mbalimbali ambayo yatahusu swala zima la kutii mamlaka na kuwatii wenye mamlaka, kuheshimu sheria, kanuni, miongozo, lakini pia namna gani inavyokuwa hali ya watu wema katika kuwa viongozi wenye sifa ya kiutumishi uliokuwa bora, lakini namna gani ya kulinda na kuhifadhi amani, na hasa katika maeneo ya kazi au maeneo yanayojumuisha harakati mbalimbali za kujumuika watu katika utumishi wa jambo fulani. Tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja kwa sifa mbalimbali, ikiwemo kwamba ni sifa ya kuteremshwa ndani yake Qur'an. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan, kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani. Qur'ani hiyo imeteremshwa ili iwe hudan linnas, ni mwongozo kwa watu au ni uongofu kwa watu. Kisha akasema wa bayinatin min alhuda, na ufafanuzi au uchambuzi kutokana na uongofu huo lakini vile vile walfurqan, na upambanuzi au uchambuzi baina ya haki na batil, yanayofaa na yasiyofaa. Yote hayo yamewekwa katika miongozo ya Qur'ani tukufu. Tunapozungumzia Qur'ani kuwa ni mwongozo, manake inaweka taratibu mbalimbali za namna ya watu kuweza kusimamia mambo yao mbalimbali ya kimaisha, mambo mbalimbali yanayohusu kazi, mambo yanayohusu nidhamu katika kazi, mambo yanayohusu mamlaka, yanayohusu pia utawala uliokuwa bora katika jamii, yanayohusu uadilifu na kueneza amani kwa wote katika dunia. Haya yote yamo ndani ya Qur'ani tukufu. Ndio maana ikashushwa Qur'ani pia kuwa ni tiba na ni ponyo ya yale ambayo yamo katika nafsi za watu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, na tunateremsha katika hii Qur'ani yale ambayo yatakuwa ni tiba, ni ponyo, ni dawa kwa yale ambayo yamo katika maradhi ya nafsi za watu. Sasa kwa kuwa Allah mtukufu anajua ya kwamba binadamu huyu anaweza kuwa na tabu katika baadhi ya maeneo, anaweza kuwa si mtiifu katika baadhi ya maeneo, lakini Allah mtukufu akaweka miongozo ya Qur'ani ambayo imeweka nguzo na mihimili maalum ili kuachia binadamu na wao katika maeneo mengine waweze kutunga sheria na kanuni zao na miongozo mbalimbali ambayo itaongoza katika kuratibu na kunadhimu maisha ya wanadamu. Na ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani hii tukufu ya kwamba inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, kwa hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha kuhusu kufanya uadilifu na kuhusu kufanya wema na kuwaunga jamaa watu wa karibu. Wayanha, na amekataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anil fahsha'i, kufanya mambo maovu, kufanya machafu, kufanya makosa ya aina yoyote, amekataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal munkar, na maovu mengine mbalimbali, kisha wal baghi, na kufanya uadui dhidi ya wengine. Sasa haya yote ni mihimili ambayo imebeba nguzo kuu za maelezo
Lakini juu ya hayo Allah mtukufu ameacha pia mamlaka kwa binadamu kuweza kupanga taratibu za kudhibiti hayo yasitokee. Na ndio maana sheria ya dini haikukataza watu kuwa na katiba wala kuwa na sheria wala kuwa na miongozo, midhali kwamba muongozo uliowekwa na Qur'ani tukufu umetoa uwezo huo au mamlaka hayo ya kuratibu watu mambo yao mengine mbalimbali, alimradi kwamba wakisha wamefanya kitu kinachoitwa uadilifu, kama sema katika surati Nahli aya 90. Na ndio maana akasema Allah mtukufu katika surati Nisa sura ya 4, amesema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu namna gani ya wajibu wa kutii wenye mamlaka. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, kwamba enyi mlioamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wake na wenye mamlaka juu yenu. Sasa kutii wenye mamlaka ni kutii yale ambayo wameyaweka katika yanaulinda maslahi ya umma, public interest, kitu muhimu sana. Na Qur'ani haikukataza watu kuwa na viongozi katika nchi zao, katika maeneo yao mbalimbali, kwa sababu wao watasimamia yale ambayo ni misingi ya kuleta jamii yenye kupendana, yenye kuelewana, yenye mshikamano, kuleta amani, utulivu, na pia kufafanua yale ambayo yametakiwa hata na Qur'ani vile vile kuwekwa katika ardhi hii au katika nchi mbalimbali duniani ili kuleta amani kwa wote na utulivu pia katika hali nyingine. Kwa hivyo tunapoamrishwa kufanya uadilifu, tunaamrishwa kufanya wema na kutii wenye mamlaka juu yetu, kwa sababu wenye mamlaka pia wanapewa upeo mwingine na Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi ya kusimamia yale ambayo yametakiwa kusimamiwa. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuwatii mamlaka hao, kwamba wa ulil amri minkum, na wenye mamlaka juu yenu, na tuna wajibu wa kuwatii baada ya kuwamtii Mwenyezi Mungu, mtume wake, kisha wenye mamlaka juu yetu. Wa qad nassa al-ulama ala anna ulil amri humul umarau wal ulamau, na maulama wa sheria ya Kiislamu wakaeleza wazi kwamba ni nani hawa ulil amri, ni nani hawa wenye mamlaka juu yetu, ni nani? Akasema al-umarau ni wale ambao viongozi au watawala katika nchi zetu au katika maeneo ambayo tunasimamiwa na wakuu wetu, al-umara. Kisha wakasema maulama pia wal ulamau, na wanachuoni. Kwa hivyo maulama na wale umara, viongozi wakuu, watawala wakuu katika nchi, hao wote ni watu wa kufuatwa na ni watu wa kusikilizwa na kutii yale ambayo wanatuelekeza. Ndio akasema katika hadithi Mtume SAW ya kwamba as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslimi, kwamba juu ya kila muumini lazima awe msikivu na awe mtiifu sawasawa, fima ahabba wa kariha, katika yale anahisi anayapenda au atakuwa hayapendi, kwa sababu sheria na miongozo inapowekwa, huenda kuna baadhi ya watu wakahisi kwamba inawapa shida kwa sababu ya ule uharibifu wao, wanataka waachiwe uhuru wa kuharibu, wanatakiwa wao wadhibitiwe ili wasiharibu. Kwa hivyo akipenda asipende, kwamba kinachowekwa kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo tahakikisha kupatikana amani kwa wote na heshima kwa kila mmoja, basi hakuna khiari katika kuyatii hayo. Na ndio maana katika haya tunazungumzia, ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji kwa ujumla, swala zima la kuwa kila mmoja anatakiwa kuwa na utawala bora katika eneo ambalo analisimamia, kwa sababu kutawala au kuongoza katika kutumia uadilifu, katika kutumia hekima na kuwa mfano kwa wengine, hili peke yake pia nalo ni katika moja ya amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumsifu kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira, kwamba kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi umma mzima tumepata mfano mwema, kigezo chema kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kigezo hicho na mfano huo ni mwema sana na wa kuigwa na kufuatwa kwa kila ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi. Kwa maana hiyo, kiongozi mwenye sifa ya kiutumishi ni lazima awe mfano kwa wengine, kwamba hata wakimuona wale ambao wanaongozwa wanasema kwamba kweli
huyu kiongozi anafaa kuwa mfano, na inakuwa ni rahisi wao kutii kile ambacho wanaelekezwa. Na ndio maana akasema mshairi mmoja kuhusu kwamba ikiwa mtu anawaamrisha watu tasifu dawa alidhi saqami wa dhi dhana, kwamba ikiwa mtu anaongoza watu katika jambo kisha yeye akawa hayuko mfano mwema katika hilo, atakuwa ni sawa na mtu ambaye yasifu dawa alidhi saqami wa dhi dhana, anasifu na kutaja maelezo ya dawa kumpa mgonjwa wa maradhi fulani, kisha hali ya kuwa yeye mwenyewe maradhi yale yanayo, kashinda kujitibu nafsi yake mwenyewe kwanza. Kwa hivyo ili kabla ya kuanza na watu wengine, kwanza kila mmoja aje na nafsi yake mwenyewe. Ibna binafsika fanha an ghayha fa idha intahaita fa anta hakimu, kwamba anza na nafsi yako kwanza mwenyewe, jiweke sawa we mwenyewe. Bila kufanya hivyo itakuwa ni sawa na mtu ambaye anasifu dawa kwa mgonjwa hali ya kuwa yeye na maradhi mfano wa yale ambayo anatoa dawa ile kwa mtu mwingine. Kwa hivyo uongozi wenye sifa ya kiutumishi pia nao ni sehemu katika uadilifu na ni sehemu katika kuwaraghibisha wengine kuwa mifano myema. Nakumbuka katika moja ya masomo ya tarbia al-islamia, malezi ya Kiislamu ya maadili ya Islam, mambo ya ethics, Islamic ethics, tulisomeshwa katika mazingira yale ya kwamba yajibu ala alqaidi, analazimika yule ambaye anaongoza wengine, ayakuna qudwatan fil baqudi, ili awe kiongozi wa mfano kwa wale ambao wanaongoza. Hatta yatamanna almaqudu an yakuna nuskhatan min alqaidi, mpaka yule ambaye anaongozwa anatamani kuwa angelikuwa ni chapa ya yule anayeongoza, awe kama vile kopi imetolewa nakla ya yule ambaye anamuongoza. Kwa hivyo haya yote yanaonyesha wazi, na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utume wake kuongoza maswahaba alikuwa anajenga jamii yenye umoja, yenye mshikamano. Hata katika maeneo ya kazi ni uadilifu kwa kila anayeongoza, kujenga mshikamano na maelewano baina ya wale ambao wanafanya kazi kwa pamoja. Na ndio maana tukaambiwa kwamba kuntum khaira ummatin, nyinyi mmekuwa ni umma bora. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, yani Adam na Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, tukawafanya baada ya hapo kuwa makabila na mataifa mbalimbali. Kwa nini? Litaarafu, lengo ni kufahamiana, ni kujuana, ni kutambuana. Ndio nasema kwamba binadamu wote ni sawa mbele ya haki. Hizi ni kanuni zinaeleza ambazo Qur'ani pia imetangulia kueleza hayo, kwamba watu wote ni sawa bila kujali kwamba huyu dini yake fulani, madhehebu yake fulani, kabila lake fulani, au cheo chake ni fulani. Watu wote ni sawa mbele ya haki. Na tukaambiwa kwamba inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu aliyekuwa mzuri zaidi anapendeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye atakuwa ni mcha Mungu zaidi kuliko mwingine. Kwa hivyo hakuna kigezo cha kuangalia rangi ya mtu au kabila au tabaka fulani au kujuana na mtu fulani. Ni lazima katika masuala ya uadilifu na katika utawala bora na katika kutii mamlaka tunakwenda katika kujenga jamii iliyoshikamana, na hiyo ndio inapelekea kuleta hata amani na utulivu katika maeneo yetu ya kazi na maeneo pia ya makazi. Yote yanahitaji kuwa na amani, hata nyumba za ibada zinahitaji kuwa na amani na utulivu. Kutokana na haya pia kwamba tunakuta ya kwamba Qur'ani tukufu katika kusimamia mambo hayo na kuweka misingi namna hiyo imewapa mamlaka wale wenye mamlaka juu yetu kuweza kuweka taratibu za kulinda amani katika maeneo ya kazi. Na ndio maana hata Qur'ani akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya Qur'an tukufu ya kwamba kama lau wataona watu jambo likawatia shaka pengine au likawatia wasiwasi kulikubali, basi walirejeshe kwa wanachuoni wajuzi, watafafanulia kile ambacho wameshindwa kukifahamu au wamekitilia shaka ndani yake. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau radduhu ila rasuli wa ila udil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, kwamba walau kama jambo hilo ambalo limewatia shaka baadhi ya watu au watu fulani au imewatia wasiwasi kulifahamu au kulitekeleza, kwa kuwa limewekwa na kiongozi wao katika jambo fulani au msimamizi wao jambo fulani, basi lau radduhu ila rasul, kama lau wangelirejesha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ila udil amri minhum, na kwa wale ambao wenye mamlaka juu yao wakiwa maulama, basi la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum,
basi wangejua tafsiri au maelezo, ufafanuzi wa hilo, wangelijua wale ambao wana uwezo wa kuchambua mambo na kuyafahamu, wangewafahamisha nini maana yake. Kwa hivyo ukiangalia katika maeneo ya kazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuma maswahaba kwenda katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya wakati wanatumwa kwa ajili ya kusuluhisha baina ya watu katika migogoro ilijitokeza baina ya watu, na baadhi ya wakati wanapewa ujumbe maalum ili kufikisha katika kaumu fulani, kwa watu fulani, ili waweze kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajue dini yao, wajue pia anzimata hayatihim, ile life system yao, mifumo yao ya maisha. Na ndio maana siku hiyo alipotumwa sahaba akiitwa Muadh bin Jabal, ametumwa kama mjumbe maalum kuelekea katika nchi ya Yemen. Wakati huo akaulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuangalia kwanza mazingira ya huyu anayetumwa, huyu mjumbe ataweza kuchukua risala na ujumbe huu, je, ataweza kuwashawishi watu na kuwakonvinsi watu wakakaa katika njia ya kuwa ni watiifu kwake, wakafahamu kinachoelezwa. Akamuuliza kwamba akamwambia kwamba wewe nakutuma kwenda katika nchi ambayo kuna watu aina mbalimbali. Je, wakikuletea kadhia zao utahukumu kwa njia gani? Akasema kwamba ahkumu bima hakama Allahu bihi, kwamba nitahukumu kwa vile ambavyo amehukumu Mwenyezi Mungu mtukufu. Akamwambia tena kwamba je, ukikuta kwamba katika Qur'ani jambo hilo halimo utatoa wapi hukumu yake? Akasema kwamba nitaangalia katika sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa maana katika sunna za mtume ikiwa ipo hukumu hiyo nitawahukumia kwa mujibu wa hukumu ya sunna ya mtume. Akamwambia haya, ikiwa katika Qur'ani haimo na katika sunna haimo utafanya nini? Na wewe ndio kiongozi katika eneo lako na kadhia imeshaletwa mbele yako ili uweke jamii katika hali ya usawa na uadilifu, utafanya nini? Akasema kwamba ajtahidu wala alu, kwamba nitafanya jitihada ya kufahamu mpaka nitoe maamuzi kwa ufahamu wangu. Kwa maana hiyo anayeongoza katika pahala ili kuondoa migogoro baina ya watu, kuweka miongozo, taratibu na mingineo, anatakiwa pia awe ana ufahamu wa ziada kiasi ambacho kama hakukuta aya imesema hivi au hadithi imesema hivi, basi anakuwa ana upeo wa elimu ya kuangalia kilichokuwa kiko sawa na uadilifu, kisha akakihukumia na kikawa kiko sawa sawa. Baada ya kusema hivyo Muadh bin Jabal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi sana, fadharaba bisadrihi, akampiga kifua hapa kidogo kumpa pongezi, akasema alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillahi fima yuhibbu Allahu wa rasuluhu. Akasema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemwezesha huyu mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa kufanya na kujua yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa maana hiyo katika maeneo ya kazi, nimalizie katika eneo hili kwa kutaja ya kwamba tunatakiwa tuwe wamoja katika maeneo ya kazi, na wala haifai kwa watumishi katika eneo lolote kuwekeana chuki au kuwekeana vifundo katika nafsi zao au kuwekeana ule ubaguzi katika maeneo yao ya kazi. Tumeambiwa kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu, miongozo ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunatakiwa tufuate zile taratibu na kanuni za utumishi na kanuni za kutekeleza majukumu yetu, ili kwamba tuweze kufanya kazi katika hali ya umoja, hali ya mshikamano. Na siku zote tunaambiwa katika hadithi pia kwamba yadullahi ma'al jamaa, kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu uko pamoja na kundi, si waliojitenga peke yao. Wakishajitenga baadhi ya watu katika utumishi, wakabagua wengine, wakawekea chuki wengine, tayari inakuwa ule utengano ule unapelekea katika udhaifu, na udhaifu hauleti natija katika matokeo bora ya kazi na utumishi. Na ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, na wala musizozane mukakatana mukagawaika makundi, mtakuja kushindwa katika kutekeleza yale ambayo mtakiwa kutekeleza. Manake ule ufanisi katika utendaji au katika utumishi pia utaondoka, kwa sababu ya kuwa tumekosa teamwork, tumekosa kuwa na timu iliyokuwa pamoja imeshikamana. Tunakuja kushindwa kufikia malengo kwa sababu ya kukosa ule umoja, na umoja siku zote ni nguvu na utengano ni udhaifu. Na ndio maana hata kanuni na methali mbalimbali zikasema masuala kama yale, ili kulinda umoja wa watu kwa maslahi ya wengi zaidi. Hili ni katika upande huo, lakini katika utumishi wetu vile vile, na hasa tukiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, tumekatazwa zaidi kufanya aina yoyote ya dhulma. Unapopewa dhamana yoyote ya kusimamia jambo, basi hakikisha kwamba usifanye dhulma ya aina yoyote,
na huo ni mwiko mkubwa sana katika sharia na katika sheria. Na katika hili ukiangalia katika hadithi al-Qudsi, maneno Mwenyezi Mungu mtukufu haya kupitia ulimi wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadithi al-Qudsi amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu alaikum dhulm, hakika mimi Mwenyezi Mungu nimekuharamishieni juu yenu dhulma. Inni haramtu dhulma ala nafsi, akaanza kusema kwamba hakika mimi nimeharamisha dhulma kwa nafsi yangu mwenyewe, mimi Mwenyezi Mungu si dhulumu. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamun, na nikafanya kwamba dhulma ni jambo la haram, kwa hivyo msidhulumiane. Kisha kataja masuala yanayohusu umoja na mshikamano katika mazingira mbalimbali, na hayo ndiyo ambayo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza, na hasa katika kuzingatia swala la kudhulumu au swala la kutumia nguvu sehemu ya kutumia hekima, inaweza kupelekea kuondosha ule umoja, ikafikia hatua yale matokeo ya umoja yakapotea. Na ikipotea matokeo ya umoja, maana tunapoteza amani katika maeneo yetu ya kazi au ya kimaisha. Kwa lazima tuchunge amani maeneo yote, na ndio maana tukaambiwa kwamba mtume wetu ameletwa ili awe ni rehema kwa ulimwengu, na Qur'ani ni rehema, mwezi wa Ramadhani pia ni rehema. Kwa hivyo rehema hizi zote tuzitumie vizuri katika kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira salama katika maeneo yetu ya kazi, maeneo ya makazi, maeneo ya jamii na maeneo mengine mbalimbali, bila kusahau kwamba utii wa mamlaka yaliyopo juu yetu ni jambo la amri ya sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, midhali kwamba tunaelekezwa katika yale ambayo yenye manufaa na wala hayana madhara. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakabalie ibada zetu mbalimbali, ikiwemo ibada hii ya somo Ramadhan na ibada pia ya kutumikia jamii. Hii ni ibada kubwa sana kwa kupata radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tujalie amani iliyopo katika nchi yetu izidi kuenea zaidi, na tubarikie kituo chetu cha utangazaji hichi na viongozi wetu katika wizara hii na katika maeneo mengine mbalimbali, ili kupata radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na katika wajibu ni kutekeleza pia hayo na kuomba dua, kuwaombea dua viongozi wetu wakuu katika nchi. Na ndio maana alisema yule Fudhail bin Iyadh kumalizia nukta hii ya kwamba anasema, lau kana li da'watun mustajabatun la ja'altuha lisultan, kwamba lau kama ningejua mimi kuwa nina dua moja tu kwamba hiyo ndio itakayojibiwa, nyingine hazijibiwi, basi ningefanya hiyo dua moja ya kuomba ili ijibiwe, ningefanya kuwa ni dua ya kumwombea kiongozi wangu mkuu wa nchi. Haya amesema maulama, watu wema, kwa sababu akiwa mwema kiongozi wa juu, manake ni maslahi pia kwa wale waliokuwa chini. Lazima tuombee dua viongozi wetu. Mwenyezi Mungu tukufu awajalie kila la kheri viongozi wetu wakuu katika nchi, na awajalie kila yenye baraka ndani yake, ili wazidi kutongoza katika wema na ihsani na kuweza kuwa watu wema, raia wema, kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo ametuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kutekeleza. Na pia tuzidi kuombea na kheri sote kwa ujumla, na hasa tukiwa katika wakati wa kufutari mwezi wa Ramadhani. Katika wakati wa kufutari pale ni katika maeneo muhimu sana ya kuweka dua zetu, katika maeneo ambayo la turaddu da'wa, kwamba dua hazirejeshwi, ni da'watu swaimi inda fitrihi, ni dua ya mwenye kufunga pale ambapo anafungua. Kwa Ramadhani hii wakati wa futari pale, muombee dua jirani yako, muombee dua familia yako, jamii yako, mpaka ufikie hatua kumwombea dua kiongozi wako mkuu katika nchi. Huo ni uadilifu kwako na maslahi kwa umma kwa jumla. Wallahu ta'ala waliyu tawfiq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.